Baada ya mlango kugongwa kwa nguvu usiku ule, Juma na Asha hawakulala. Alfajiri ilipofika, kijiji cha Giza Kuu kilikuwa kimya kuliko kawaida. Hakuna watoto waliocheza, hata kuku hawakuwika kama kawaida. Juma akatoka nje polepole. Ardhi ilikuwa na ukungu mzito. Akasikia sauti za watu wakinong'ona karibu na uwanja wa kijiji. Alipokaribia, aliwaona wazee wa kijiji wamekusanyika. Nyuso zao zilikuwa nzito, kana kwamba walijua jambo baya lilikuwa linakuja. Mzee mkuu aliyeitwa Mzee Kibwana akasema, "Watoto wa kijiji wameanza kusikia sauti za wachawi. Hii ni ishara kwamba njia ya msituni imefunguka tena." Juma akasogea karibu. "Mzee, maana yake nini?" Mzee Kibwana akamtazama kwa macho makali. "Miaka mingi iliyopita, wachawi walifungwa ndani ya msitu wa Kiza, lakini wakipata mtu jasiri, wanamtumia kufungua njia yao." Asha akashika mkono wa Juma. "Una maana wanamtumia Juma?" Wazee hawakujibu, kimya kikatawala. Baada ya muda, mzee mwingine akasema, "Usiku wa leo, mtu lazima aingie msituni aone kinachoendelea." Watu wakaanza kuogopa. Hakuna aliyethubutu kujitolea. Ndipo Juma akavuta pumzi. "Nitaenda." Asha akamkazia macho. "Juma, unaweza usirudi." Lakini Juma akatikisa kichwa. Kama hakuna atakayekwenda, kijiji kitaendelea kuogopa. Jioni ilipofika, mwezi ulikuwa mwekundu kidogo. Juma alisimama mbele ya mpaka wa msitu. Miti mirefu ilisimama kama walinzi wa giza. Alipochukua hatua ya kwanza, upepo baridi ukapita, ukasikia sauti ikisema, "Juma, tulikuwa tunakusubiri." Moyo wake ukapiga kwa nguvu, lakini akaendelea kutembea. Ndani ya msitu, akaona alama za ajabu ardhini, kama duara lililochorwa kwa majishi. Katikati yake, kulikuwa na mshumaa uliokuwa bado unatoa moshi. Ghafla, kivuli kikapita mbele yake. Juma akasema kwa sauti ya chini, "Nani yuko hapo?" Kicheko cha taratibu kikajibu, "Hehe, kijiji chenu kimeanza kurudi kwetu." Kutoka gizani, mwanamke mzee akatokea. Amevaa nguo nyeusi, macho yake yakimeremeta kama taa ndogo. Akasema, "Juma, wewe ndiye mfunguo wa njia yetu." Juma akarudi hatua moja nyuma. "Mnataka nini?" Mwanamke akatabasamu kwa ajabu. "Tunataka kijiji chako kikumbuke sisi ni nani." Msitu ukaanza kutoa sauti za upepo, matawi yakitetemeka, na vivuli vingine vikaanza kujikusanya nyuma yake. Juma akahisi baridi ikipanda mgongoni. Mwanamke akasema tena kwa sauti nzito, "Usiku wa leo ni mwanzo wa safari yako." Na hapo ndipo Juma akagundua, hakuwa tena peke yake msituni. Dimu, mwisho wa episode 2. Itaendelea. Episode 3 inakuja. Subscribe, like